Amen. Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu la ahadi kwenye matoleo. Tumeanza sehemu ya kwanza na mpaka sehemu ya 5. Sasa tunaendelea sehemu ya 6. Na ninaamini ya kwamba mpaka hapa tulipofika kuna mabadiliko ndani mwako kuhusiana na utoaji. Watu wengi si kwamba watu wapendi kutoa, ila watu wengi hawatoi kwa sababu hawajui ukweli. Na hata wanaotoa wengi pia hawajui. Na watu wanalazimishwa kutoa kwa sababu pia wanaowaambia watu watoe hawajui umuhimu wa utoaji. Ndio maana inabidi wawalazimishe watu kutoa. Lakini ukimfundisha mtu kweli, akaona umuhimu, faida zake na uhusiano wa kati ya Mungu na wanadamu unavyokuwa kwa mtu ambaye ni mtoaji, wala mtu hatakaa lazimishwa kutoa. Na kuhusiana na swala la kulazimisha mtu, Biblia haitaki. Mafundisho ya Roho Mtakatifu hayataki mtu kulazimishwa kwenye utoaji kabisa. Neno linasema kila mtu atende, au kwa maana nyingine atoe kama alivyokusudia moyoni. Mungu anampenda mtu anayetoa kwa upendo, si kwa kulazimishwa. Kwa hiyo kama ni mtumishi wa Mungu na una tabia ya kulazimisha watu kutoa, unakosea. Hata ukiwaambia wanabarikiwa, bado hawataweza kubarikiwa. Baraka zinaenda pale penye upendo, pale ambapo matoleo yanatoka ila kwa upendo, kwa kutaka, kwa mtu mwenyewe kuamua. Kwa sababu kuna mtu mwingine anavyo vingi, lakini hataki kutoa vingi. Anataka kutoa kidogo. Huwezi kumlazimisha. Amen. Ndiyo, ni kweli kwamba unapokuwa na vingi, unapaswa kutoa vingi zaidi. Aliyepewa vingi, kwake vingi vitatakiwa. Lakini kama haupendi, ni bora usitoe hivyo vingi. Sasa kwa kusema hivi haimaanishi kwamba ujifanye kwamba haupendi. Maana wengine wanaweza kutumia kama nafasi kwamba mimi sipendi. Hiyo utakuwa unajifanya upendi, lakini ndani mwako kabisa unashuhudiwa kwamba una uwezo na unafaa kutoa vingi. Amen. Kwa hiyo ni upendo ndio unaokuongoza kutoa. Kwa sababu gani? Ukisoma Yohana 3:16, mstari maarufu sana, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu anapenda kwanza, ndipo anatoa. Mungu alitupenda akamtoa Bwana Yesu. Kwa hiyo mfumo wa utoaji unabaki ule ule wa Mungu, kwamba unapenda kutoa ndipo unatoa, sio kwa kulazimishwa. Akikulazimisha mtu kutoa, usitoe. Mtu anakuwa kushirikishe kwamba tunahitaji kitu fulani, tunataka kufanya kitu fulani na zinahitajika fedha. Alafu wewe ndo utaamua. Lakini akikulazimisha, tayari amefanya makosa. Amen. Siku ya leo katika sehemu hii tutaangalia habari ya mtu mmoja aliyekuwa tajiri, aliyemfuata Bwana Yesu. Nafikiri ni moja ya habari ambayo inafahamika sana. Wengine wanasema kijana tajiri. Takavyoamua kuiweka, lakini alikuwa ni mtu tajiri, alienda kwa Bwana Yesu. Ngoja tuanze kuisoma kutoka kwenye kitabu cha Marko 10. Tutaanzia mstari wa 17. Na pointi yetu hasa iko katika mstari wa 29 na 30. Yote mistari yote tunasoma ni ya muhimu na tutazungumza. Amen. Marko 10 mstari wa 17 mpaka 30. Nasema hivi: alipokuwa akitoka kwenda njiani,
Mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu." Amen. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Haleluya. Huyu ni mtu ambaye alifanikiwa na kutajirishwa na Mungu. Na aliwezaje kutajirika? Ni kupitia kushika amri. Kwa sababu ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 linaeleza kuzishika amri, kushika sheria, kushika Torati, ndipo ambapo atafanikiwa. Kwa hiyo huyu alitajirika na kufanikiwa kupitia hayo. Na ndio maana Bwana Yesu alipomwambia, "Umezishika, unazijua?" Akasema, "Tangu utoto wangu hizo ndio amri ninazishika." Kwa hiyo ina maana Mungu alimtajirisha huyu kwa njia ya sheria. Amen. Sasa kwa kuwa alikuwa anataka uzima wa milele au uhai wa milele au ufalme wa Mungu, Bwana Yesu anamwambia kuna kitu kimepungua kwako. Na hicho kitu ndicho kitu pekee ambacho unapaswa kukifanya sasa, alafu nifuate mimi. Uza kila ulicho nacho, uwape maskini hizo fedha, utakuwa umeweka hazina yako mbinguni, alafu njoo nifuate mimi. Bwana Yesu alichokuwa anasema sio kwamba anataka tajiri awe maskini. Hapana. Huyu mtu ametajirika kupitia sheria. Huyu mtu mali alizokuwa nazo ndio tegemeo lake. Huyu mtu hakuwa ameshika mali zake alizokuwa amezipata, hakuwa anatembea nazo kimfumo ambao ndo tunasema mfumo wa Agano Jipya wa upendo, kwa kushiriki na watu wengine. Ilikuwa ni ya kwake tu, ni mali zake tu, ndizo anazoziamini, ndizo anazozitegemea, ndizo anazozitumainia. Kushiriki mali zake na watu wengine, tuseme kusaidia maskini, kujali yatima, hivyo vitu havikuwepo kwake. Ndio maana Bwana Yesu akamwambia, sasa katoe hizi mali, uza, wape maskini, afu njoo nifuate. Hajasema uuze kila kitu ili uwe maskini, kwa sababu wanaorithi ufalme wa mbinguni ni maskini. Hajasema hivyo. Kuna mambo alikuwa anarekebisha kwa huyu kijana. Ukitaka kujua, ukifuatilia yule habari ya jemedari wa jeshi la Warumi, alipotuma mtu kwa Bwana Yesu kwamba uje uniponyee, unisaidie kuponya kijana wangu, Wayahudi walisema huyu mtu anastahili kutendewa hivi kwa sababu ametujengea hekalu. Huwezi ukamwona Bwana Yesu akisema, "Nendeni mkamwambie huyu jemedari wa jeshi la Warumi auze kila alicho nacho." Amen. Kwa nini hakusema? Kwa nini alipoenda kwa Zakayo hakumwambia Zakayo, "Uza kila ulicho nacho"? Na Zakayo alikuwa tajiri. Alienda kwa kina Mathayo, alienda kwa Mafarisayo, hakuwaambia. Kwa nini huyu ndo anaambiwa? Ni kwa sababu ukisoma mstari wa tuliosoma wa 10:22, Biblia inasema hivi, "Lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake, kwa sababu alikuwa na mali nyingi." Mali zake ndizo zilizokuwa Mungu wake. Pamoja na kushika amri zote, lakini alikuwa anategemea mali. Tumaini lake ni sio Mungu, ni mali. Kwa Bwana Yesu alichokuwa anakifanya ni kumuondoa kwenye kutegemea mali kwamba ndo zitampa uzima, kwenye kuaminia mali kwamba ndo ulinzi wake. Apoteze kwanza hizo. Amen. Alafu
aje amwamini Mungu. Aachane na kutegemea mali. Aachane na kuziamini mali. Aache pia na uchoyo, aanze kuishi katika upendo ambao yeye anasema ameshika kama amri, amezikariri, lakini alikuwa afanyi kwa matendo. Kwa hiyo Bwana Yesu akamwambia, wewe maskini, nitakuonyesha majibu hapo, kitu ambacho kingemtokea huyu kijana kama angefanya vile ambavyo Bwana Yesu amemwambia. Wewe unasikia ndani mwako kabisa kwamba hii fedha niliyoipata niitoe au nimpe fulani. Lakini kwa kuwa unaangalia kwamba ndio hiyo ulionayo, basi unaamua kusema haiwezekani. Haiwezi akawa ni Mungu. Mimi nina mahitaji mengi. Mungu hawezi akasema nikaitoa hii. Mungu anaposema jambo ana kusudi lake. Kitendo tu cha wewe kwanza kugoma kuitoa inaonyesha kwamba wewe haumtegemei Mungu, unategemea mali. Unategemea fedha ulizonazo, unategemea utajiri ulionao. Amen. Unatakiwa uwe nazo, lakini hujaambiwa ya kwamba hilo ndo tegemeo lako. Ni watu wangapi wana fedha na wanaumwa hawawezi kupona? Kwa nini fedha zao zisiwaponye? Wataenda huku na kule ulimwengu mzima, watazunguka kwa ajili ya kutafuta uponyaji, hawatopata. Kwa nini? Amen. Ni kwa sababu tegemeo lao ni fedha ambazo haziwezi kufanya kila kitu. Hallelujah. Huyu tajiri tegemeo lake ya kuwa Mungu. Tegemeo lake lilikuwa ni mali alizokuwa nazo. Na Bwana Yesu anasema hamwezi kutumikia miungu wawili, hamwezi kuwa na mabwana wawili, hamwezi kumtumikia Mungu wa mbinguni na Mungu ambaye ni mali. Mungu hiyo ni herufi ndogo. Kwa hiyo Mungu wake huyu tajiri alikuwa ni zile mali, sio Mungu wa mbinguni. Kwa Bwana Yesu alichokuwa anataka ni kumuondoa kwenye huyu Mungu mali, ampeleke kwenye Mungu wa mbinguni. Alafu kisha kitafuata hichi. Tuendelee kusoma hapo. Mstari wa 23. Yesu akatazama kote akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa ukiusoma mstari peke yake hautakaa uelewe Bwana Yesu alichokuwa amekisema. Kwa sababu anasema ni shida kwa wenye mali kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa unaweza ukasema basi mimi sitaki kuwa na mali. Hajamaanisha hivyo. Sikia mstari wa 24. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Sentensi aliyoanza nayo alisema ni ngumu. Itakuwa shida wenye mali kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwamba mbona sisi tuna mali na maana ufalme wa Mungu hatutaweza kuingia. Bwana Yesu ndipo akaweka sawa. Akasema itakuwa shida kwa wenye kutegemea mali. Kwamba mali ndio tegemeo lao. Hawa watu hawawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Yule kijana alipata shida kuuza mali zake, yule tajiri. Kwa nini alipata shida? Kwa sababu ndizo alizokuwa anazitegemea. Hakuwa anamtegemea Mungu. Kwa anasema kwa namna hii haiwezekani. Na kwa sababu tegemeo ni zile mali, kamungu kake ni zile mali alizonazo, hakuweza kuziuza. Kwa sababu anaona niziuze hizi afu niwagaie maskini mali za kwangu nilizoteseka, nilizozitafuta kwa shida. Alafu nitapata wapi zingine? Watu watanionaje? Mimi nitaishije? Nikiwa na shida je? Naona vitu kama hivyo. Amen. Tegemeo kwenye fedha itakupeleka pabaya. Tegemeo kwenye mali zako itakupeleka pabaya. Hajasema usiwe na fedha wala usiwe na mali nyingi. Kuwa nazo nyingi sana unavyoweza. Kwa sababu ndivyo watoto wa Mungu ukisoma kwenye Biblia walivyokuwa matajiri wote. Kwa fedha, dhahabu, mali, wote. Lakini tegemeo lao wote lilikuwa kwa Mungu tu.
sio kitu kingine. Mali alizokuwa nazo hata ungewaambia wauze wangeuza. Ayubu kapoteza mali zote, lakini wala hana wasiwasi. Mke anamwambia mkane Mungu, wala hangaiki. Abraham anaambiwa atoe mali kubwa kuliko zingine zote, mtoto wake, wala kujiuliza mara mbili. Akaenda akatoa. Daudi akatoa kila alichonacho kwa Mungu kwa ajili ya kujenga hekalu. Vitu vyote alivyokuwa navyo, fedha, dhahabu, vitu vyote, hazina yake yote, akaunti yake kwa maana nyingine aliisafisha, akaitoa hekaluni. Nenda kasome kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 29. Utaona. Alikuwa tajiri mno na akatoa kila kitu alichokuwa nacho. Kwa nini? Ukisoma kwenye huu mlango, Daudi anamwambia baba, sinatumia baba kwa sababu ni agano jipya. Amen. Utajiri na heshima utoka kwako. Nasi katika vile ulivyotupa mali na utajiri uliotupa, tunakutolea wewe. Amen. Ni mtu ambaye alikuwa anamwamini Mungu, aliyekuwa anamtegemea Mungu. Hakuwa anategemea mali, wala alikuwa hawazi habari ya mali, alikuwa anamwaza na kumpenda Mungu wake. Twende mstari wa 26. Nao wakashangaa mno, wakimwambia ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Sikia mstari wa 28 mpaka 30, ni neno zuri la kufurahisha na la kupendeza. Petro akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Ukisoma Biblia nyingine anasema tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Amen. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba, ndugu wa kiume, ndugu wa kike, au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba, ndugu wa kiume, ndugu wa kike, mama, watoto, mashamba, pamoja na udhia katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Anasema nini? Okay, kwa maana nyingine, yule kijana ambaye alikuwa ni tajiri yule, kama angeenda akauza kila alichonacho, alafu akamfuata Bwana Yesu, angepata mara 100 ya kila kitu alichouza na kugawia maskini. Ndicho Bwana Yesu alikuwa anasema hapo. Kwa sababu Bwana Yesu alichokuwa anatafuta na anachotaka sio kumfanya awe maskini, ni kumfanya awe tajiri zaidi. Mungu sio muumbaji wa umaskini. Mungu sio mwanzilishi wa umaskini. Mungu hapendi umaskini. Ndio maana Bwana Yesu alikufa kwa ajili ya umaskini. Amen. Kwa hiyo Petro na wenzake wakamwambia, sisi tumeacha kila kitu chetu tumekufuata wewe. Tutapata nini? Akasema, mtalipwa mara 100 ya kile mlichoacha. Okay. Yule kijana tajiri angeuza kila kitu akagawa maskini. Angekuja kwa Bwana Yesu, angemwambia Bwana Yesu, nimeuza kila nilicho nacho, nimegawa maskini. Bwana Yesu angempa mara 100 ya kile ambacho ameuza na kugawa maskini. Wewe ukiambiwa toa hiyo hela kidogo tu, toa yote, hutaki. Unataka uichange ili utoe kidogo zaidi. Amen. Kuna vitu unakosa. Neno la Mungu ni kweli. Chochote anachosema Mungu ni kweli. Ukitembea, ukienenda, ukiishi sawasawa na alivyosema yeye, utapata kile kitu alichokisema yeye. Kile utakipata. Sasa kama unamwamini Mungu, acha kuamini fedha na mali ulizonazo. Acha kutegemea fedha na mali ulizonazo. Mtegemee Mungu, alafu mtolee Mungu kwa wingi unavyoweza.
Kwa sababu kila unachotoa kwa ajili ya Yesu Kristo na Injili, neno lipo wazi kwamba utapokea au utapewa ama utalipwa mara 100 ya ulichokitoa. Sio mafumbo hayo, mara 100 ni mara 100. Maana mtu anaweza kukwambia unajua Bwana Yesu alikuwa anazungumza kwa mafumbo. No, hilo sio fumbo. Hiyo hapo ametoa maelezo, amenyoosha kabisa. Na ndio maana alisema alipokuwa anazungumza habari ya mpanzi kupanda mbegu, alisema nyingine zilizodondoka kwenye udongo mzuri zilizaa 30, zilizaa mara 30, mara 60 na mara 100. Halikuwa tani, halikuwa semi mafumbo. Amen. Tutaendelea sehemu inayofuata. Ila ujumbe ni huu. Jitahidi kutoa kwa wingi uwezavyo. Toa kwenye Injili. Wape watu vitu. Amen. Fanya ukijua kwamba unamtii Bwana Yesu. Na Bwana Yesu yeye mwenyewe atakupa sasa na alivyosema mara 100 ya kile ulichokitoa. Tukutane sehemu inayokuja. Dumu katika afya na kuzidi kutajirika. Amen.